Karibu mtazamaji wa Bukoba Cable TV katika kipindi chako cha Azimio la Kagera. Hichi ni kipindi ambacho kinakupa nafasi wewe kuangalia maendeleo ya mji wa Bukoba, kuangalia fursa zinazopatikana mji wa Bukoba na kukufungulia fikra na uchumi ambao unabidi uwe unazitazama fikra ambazo zinakupa fursa za kutegemea uchumi wa mkoa wa Kagera ukue. Kumbuka leo tutakuwa tunazungumzia mada ya kilimo. Je, vijana wanawezaje kutumia fursa ya kilimo kujenga uchumi wa viwanda? Tutakuwa na mtaalamu wetu ambaye anahusika katika hii fani au hii sehemu ya uchumi wa kilimo. Kila mtu anategemea kilimo ili uishi, lazima ule. Kwa hiyo viwanda, raia, kila mtu anategemea kilimo kwa namna moja ama nyingine ili kujiendelea, kupata nafasi ya kula au kujenga uchumi wake. Mimi naitwa Fidel Philbert, nitakuwa nakuongozea hichi kipindi cha Azimio la Kagera. Naomba uwe nami kwa sababu nimekuandalia vitu vingi. Kuna vitu vya kujenga, kuna vitu ambavyo utapata madini. Kumbuka, hii ndio center ya lishe bora ya elimu au chakula cha ubongo, ni Azimio la Kagera. Karibu sana. Leo niko na mgeni wangu hapa, atajitambulisha anaitwa nani, tukizungumzia mada ya je, vijana wanawezaje kutumia fursa ya kilimo kujenga uchumi wa viwanda. Karibu katika Azimio la Kagera. Asante, naitwa Betson Mugisha. Ninajishughulisha na shughuli za kilimo. Na labda tukienda tu kwenye mada moja kwa moja, na nikijibu swali ambalo ndio kiini cha mada tunaizungumza, lazima mapinduzi ya fikra yafanyike kwanza kwa vijana ili tuweze kwenda kwenye kilimo ambacho kitajenga uchumi wa viwanda. Kwa hiyo kabla hatujafanya kitu chochote, lazima kwanza tubadilishe fikra za hao ambao tunawalenga. Leo tunazungumza kuhusu vijana tu, lakini walengwa ni wengi. Ukianza na hao vijana, watu wa umri wakati kama mimi ambaye si kijana si mzee, niko katikati, mtu mzima, lakini kwenda hata kwa wazee wenyewe. Na kwa nini hivyo? Maana yake ni fupi tu kwamba kwanza kilimo kinatazamikaje. Pamoja na kuwa kilimo ndio sekta pekee inayoajiri watu wengi hapa kwetu Tanzania na ndio nguzo ya taifa lolote, kwa sababu kama kuna kilimo maana hakuna chakula, hakuna nguvu kwa watu, kutakuwa na utapiamlo na kadhalika, kwa sababu watu hawazalishi chakula. Mataifa yoyote yenye nguvu kwenye dunia hii yana maghara ya chakula na yanazalisha chakula cha kutosha, ndipo yanapovuka kwenda kwenye utaratibu mwingine wa maendeleo ya viwanda na kadhalika. Hiyo ni sehemu moja. Ni sehemu ya pili ni kwamba kilimo ni sehemu ambayo inaweza kuzalisha malighafi kubwa ya viwanda. Kwa hiyo naweza kusema kwa sehemu huwezi kutenganisha kilimo na viwanda, kwa sababu malighafi inatoka kwenye kilimo na viwanda vinapata kitu cha kuchakata, na kichakata basi unaweza kupata vitu ambavyo tunaweza kuvipata kwa matumizi ya leo, kesho na kesho kutwa. Kilimo kina fursa kubwa kama nilivyosema hapo awali, kwamba fursa ya kwanza lazima watu wawe wameshiba. Mtu yote anayefikiri vizuri lazima tumbo liwe sawa sawa. Kama mtu ana shibe, then maana yake itakuwa ni shida. Kwa hiyo kwenye kilimo kwanza tunapata chakula na kushiba. Lakini kwenye kilimo pia tunajenga afya zetu kutokana na kile tunachokilima, kukizalisha na kukitumia. Ukilima square mita kadhaa kwenye nyumba yako hapa, au ukilima kwenye gunia, kilimo cha mijini na hivi, unajua kabisa hapa nimepanda miche 10 lakini nitapata miche 10 ambayo inanizalia matunda ya kutosha. Kwa hiyo kwa sehemu ya pili pia kilimo ni biashara. Zipo fursa nyingi katika kilimo. Kwanza, kilimo kama ni biashara maana yake utapata kipato. Kwa mtu anayetazama sasa hivi ni Azimio la Kagera, tunaendelea kuzungumza, tunadadavua kwa undani kilimo. Tunaamini kilimo ni uti wa mgongo wa Tanzania wengi ambao wanaangalia kipindi sasa hivi. Ungenisaidia kwa mimi kwamba mtu anaokuwa anafikiria kwamba leo nakula nini, kesho nitakula nini, wanasema wewe wanamweka kwenye kundi la kwamba yeye ni maskini bado. Kwa hiyo watu wanafikiria sasa hivi kwamba je, kesho nitakula, kesho anajua atakula, ni anaanza kufikiria maendeleo. Hiyo ni kweli? Kwa namna yote ile, hatuwezi kutoka hatua moja kwenda nyingine kama mtu hana chakula. Huo ndio ukweli ulio wazi. Mtu yeyote asiyeshiba hawezi kufikiri chochote kinachoonekana mbele yake. Atafikiri mambo ya anakulaje, leo ameamka ajala. Huyu mtu anamdai uweze kumpeleka kwenye vita ya kupambana na uchumi. Mtu ambaye utataka akapambane na uchumi lazima kwanza hawe ni mtu ambaye
yale mahitaji ya kawaida makuu matatu: kula, kuvaa na wanasema na kulala, ana afya au hivi. Sasa yale mambo matatu lazima mtu ameyakidhi, na mambo haya matatu kuyakidhi, wakati mwingine inaweza kaonekana ni mambo yanayodharaulika, lakini haya ndiyo mambo yanatutesa tulio wengi. Lakini tukifanikiwa kwanza haya, ambayo pia ni rahisi tu, kwa sababu rasilimali ardhi ipo, vitendea kazi hata vile vya kawaida vipo. Kabla tujaenda kwenye mapawatila, tujaenda kwenye matrekta, tujaenda kwenye kilimo cha umwagiliaji, kabla hivyo, hapa bado tuna fursa nyingi ya msimu mkubwa wa mvua na hivi. Bado tuna fursa nyingi za kufanya katika kilimo. Lazima sasa tunarudi juu kwamba lazima tufanye mapinduzi ya fikra, tukione kilimo kama kazi nyingine. Kuna dhana ambazo pia zinajengwa na viongozi wetu, lakini na watu ambao wametutangulia, kwamba kilimo ni kazi inayofanywa na watu ambao wastaafu. Mstaafu maana yake amefanya kazi, amechoka, amefyonzwa kabisa, amechoka, kwa hiyo ndiye anaenda sasa kufanya shughuli za kilimo. Lakini pia ni kilimo kinatafsirika kama watu wanaofanya kilimo ni watu ambao wameshindwa kufanya shughuli nyingine zote, sasa wanakwenda kufanya shughuli ya kilimo. Tukienda kwa mtazamo huo na kwa fikira hizo, kilimo kitabaki kuwa ni kilimo hiki ambacho hakitoshelezi mahitaji, na kitabaki kuwa ni kilimo hiki ambacho hakiwezi kututoa hatua moja kwenda hatua nyingine. Lakini pale pale utaona sasa kuna swala la viwanda. Nasikia viwanda ndio vinapigiwa chepuo sana. Kwa fikra zangu, inawezekana huyu mwenye fikra hizi za uchumi wa viwanda, kwamba tutatengeneza viwanda ili twende uchumi wa kati, anafahamu kabisa kwamba vikitengenezwa viwanda vitaleta njaa ya uzalishaji, ambao uzalishaji kwa njia ya kilimo, kwa maana uzalishaji mashambani, halafu uzalishaji huo ndio utakao kwenda kulisha viwanda. Kilimo ni kazi kama zilivyo kazi nyingine, ni biashara kama ilivyo biashara nyingine. Kwenye shughuli zangu huwa ninaulizwa, kuna watu wananiuliza. Kwa mfano juzi kuna mzee mmoja, mteja wangu aliniuliza kusema hivi, wewe visamvu kwako huwa viishi? Nikamuuliza, wewe mbona dukani kwako kila nikija nakuta unauza lakini shelfu zimejaa? Tafsiri yangu ilikuwa ni hivi, kwamba kwa namna ambavyo mfanyabiashara anaweza kuhakikisha kwamba ananunua mali kwenye maduka ya jumla, anazikalisha kwenye shelfu zake, anahakikisha store yake iko vizuri, ndivyo ilivyo pia kwa mkulima. Kwa sababu kulima manake siku zote watu wanahitaji kula mboga, wanahitaji kupata nyanya, wanahitaji kupata mahindi, wanahitaji kupata mahitaji yote ya kilimo, kila kukicha wanahitaji kuyapata. Sasa ili wayapate, hiyo ni kwa uhitaji wa watu. Lakini kwa uhitaji wa kwangu, mimi pia nahitaji kupata kipato cha kila siku. Ili nipate kipato cha kila siku, lazima nihakikishe kwamba shelfu za duka langu zimejaa. Na kujaa kwa shelfu za duka langu ina maana kwamba lazima nihakikishe kwamba kwenye shamba langu kuna vitu ninalima. Sasa hapo pointi ya msingi nitaka ieleweke wazi kwamba swala la kilimo linahitaji, ni biashara kama biashara nyingine. Sasa biashara nyingine zinataka nini? Biashara nyingine zinataka pia ufahamu na elimu juu ya biashara unayoifanya. Lakini biashara pia ya kilimo au kilimo kinahitaji pia mtaji. Lazima uwe na mtaji. Tunapozungumza mtaji, lazima uwe na ardhi ya kufanyia shughuli hiyo. Of course inawezekana ardhi sio tatizo sana, lakini ukienda kwenye ardhi, pia ardhi iko eneo gani? Kwenye maeneo pale unapotaka kulima, kuna vyanzo vya maji ambavyo vinaweza kukusaidia kulima. Hiyo of course ni aina mojawapo, lakini aina nyingine ni kutumia tu kichwa chako kwamba hapa ninapoishi kwenye mazingira ninayoishi, msimu wa mvua unakwenda hivi, msimu wa jua unakwenda hivi, ili ujiweke sawa. Lakini kuna vitu vya muhimu kama hivyo, kwamba je, hapa kama kuna jua likitoka nitapata kuna miundombinu ya maji. Hivyo lazima ujue namna ya kuingia sokoni, kwa sababu pia unaweza ukafanya mambo yote haya alafu mwisho wakati wakanenepa madalali na wale wengine wanaouza. Kwa hiyo lazima pia haya mambo yafahamu. Na ili kuyafahamu haya, ndio sasa tunasema lazima tupate elimu, lakini pia ujifunze kwa watu wengine, kwamba unamwona siku zote analima, huwa anafanyaje. Kwa hiyo elimu, kama wanavyosema, elimu haina mwisho, na ndio hivyo, kila kitu kinataka mtu kwenda hivyo. Lakini msingi wa mambo yote haya, lazima tuondoke kwenye manunguniko. Kwa sababu vijana wengi wanakaa kwenye manunguniko. Ndio narudi sasa pale kwenye mapinduzi ya fikra. Lazima tujue kwamba kuna vitu tumepewa, na vitu tulivyopewa vipo vitu ambavyo kila mtu ana kitu cha kuuza. Kila mtu anacho. Sasa acha nikwambie, vipo vitu kama vile vitatu ambavyo mtu anaweza kuuza. Kwanza, Mungu ametupa muda. Lakini la pili, kila mtu amepewa ubongo wa kufikiri. La tatu, kama sio mgonjwa,
kila mtu amepewa nguvu, afya, kwa maana ya mikono na kadhalika na kadhalika, yani hivi viungo tu tulionavyo. Changamoto inakuja hivi kwamba okay, umepewa muda. Mimi ukiniuliza leo unafanya biashara gani, kwa muonekano wa haraka, mimi nauza mchicha, nauza kisamvu, nauza mboga hivyo ndio biashara yangu. Na wengine kwa mtazamo wao wanaona biashara hii, kwa mfano mtu mmoja aliniambia biashara yake ikumbavu, nikasema asante, lakini nikamuuliza ya kwake vipi, tukatoka mtafaruku kidogo. Kimgeni kuangalia naona mtu fulani kweli kwenye madaraja yale, naona muuza mchicha tu, yani wanakuwa kwenye madaraja hayo. Lakini kazi ya jirani haina msaada mimi kwangu. Wewe kama ni meneja kampuni fulani, una mradi mkubwa na nini, mradi wako ukiwa kama mradi wako, kama hakuna chochote ambacho mimi naweza kuingiza pale nikachukua hela yako, huo mradi wako ni wako, mimi unisaidie. Mradi wako unaodharaulika au unaoona mdogo, huu ndio mradi ambao mimi unanisaidia na kunifanya niendelee kuwepo na niwe kama hivi nilivyo. Kwa hiyo kama unaubadilisha muda unakuwa bidhaa, ambao kila mtu ana muda, unapobadilisha muda ukawa bidhaa, maana yake hutokuwa na muda wa kwenda kupiga majungu, hutokuwa na muda wa kwenda kuvuta bangi, hutokuwa na muda wa kwenda kulewa pombe, hutokuwa na muda wa kulala tu kitandani, kwa sababu unafahamu muda ndio fedha, muda ndio utanipa kila kitu. Kwa hiyo muda wako sasa unautumia kufikiri unabadilishaje bidhaa ili unabadilishaje muda ili uwe bidhaa. Sasa mimi nimebadilisha muda kutoka kwenye muda nikaubadilisha muda kuweka kwenye bidhaa. Bidhaa ninazouza ndio hizo ninazozilima. Sasa katika swala hili la kuuza muda, kila mtu ana technique yake ya kuuza. Wengine wako sekta ya kilimo kama mimi, wengine wafanya biashara, wengine ni wahandisi, wengine madaktari, wengine viongozi na hivyo, wengine waajiriwa. Hii ni namna kila mtu ambavyo anauza muda wake, na kuuza kwako muda wewe unampa mwenyewe muda thamani, kwamba muda wangu mimi nitauza leo, nitauza muda wangu labda 1000 kadhaa. Mimi ukiniita kwenye mambo yako kwa siku moja, ninafahamu unapaswa kunilipa siku ngapi kwa muda utakao uniita kwamba nisifanye shughuli nyingine. Nafahamu kabisa kwamba ukiniita nije kwenye shughuli yako ya masaa 12 au masaa 6, nafahamu kabisa kwamba hapa nitakuwa nimekupa muda wangu wenye thamani kiasi. Sasa kinachobadilisha muda ni mle kwenye mambo hayo matatu. Kinachobadilisha muda ni